Kuna watu wanahisi katika dini kuna raha kabisa. Yaani huwezi ukabeba ujumbe wa Mungu alafu ukabaki unacheka, una raha na amani. Kuja uhuru wa dini na amani tu, yaani unasherehekea kwenye dini. Umebeba kabisa ujumbe wa malaika watatu, uwe na amani. Yesu mwenyewe anasema sijaja kuleta amani duniani bali upanga. Neno la Bwana ni upanga. Sasa sikia hii, juzi tuliwahi kuzungumza jambo moja hizi siku zilizopita kwamba kuna kanuni 4 zinazoongoza makanisa. Hizi kanuni 4 zinatawala, zinaongoza katika tawala 4 za makanisa. Na leo kwa sababu nimezungumza na watu kadha wa kadha juu ya hili, wakasema niwe na uthibitisho wa kutosha. Wakasema niwe na uthibitisho wa kutosha. Na mimi nikasema bwana, uthibitisho upo. Lakini sasa kwa sababu wewe nimeona nikuletee kidogo leo, nina mwongozo wa wazee, mwongozo wa wazee wa makanisa ya Waadventista wa Sabato. Wanautumia huu mwongozo wa wazee. Uangalie vizuri mwongozo. Sasa katika ule ukurasa wa 23, sikia maneno yanayosemwa katika paragraph hii. Anasema hivi: aina 4 za utawala wa kanisa. Kwa kawaida makanisa hufikiriwa kuwa yamepangwa chini ya mojawapo ya aina hizi za utawala. Aina ni zipi hizo? Ni aina 4. Aina ya kwanza ya utawala, nisikilize vizuri. Aina ya kwanza anasema utawala wa kipapa, ambapo papa ana mamlaka ya juu kabisa. Tuliwahi unafanyika uchaguzi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Mwenyekiti wake hujawahi kuona anachaguliwa, ni papa, yuko pale. Ana mapapa wadogo wamo humo ambao wanaongozwa ili kukaa. Wale ndio wadhamini, wale wanaongozwa na kanuni yao, wana mwongozo wa kanuni za matakwa ya kisheria zinawaongoza. Kwa hiyo msimamizi ni papa mwenyewe. Utawala namba 2. Nasema hivi: utawala wa kiaskofu, ambapo mamlaka ya mwisho yapo kwa maaskofu wa kanisa. Mamlaka ya mwisho, hawa ndio majesuiti. Wanapeleka tu kule taarifa kwamba tumemaliza huyu mtu anasumbua, huyu mtu ameshakufa tayari, hii hapa tumemaliza. Hawa ndio wapeleka taarifa. Wana mamlaka ya mwisho, wana kanuni zao za miongozo za kisheria, kanuni yao ya miongozo ya kisheria. Tawala ya 3 ambayo ina kanuni yake pia. Tawala wa 3 nasema hivi: utawala wa kujitegemea, ambapo mamlaka kamili ndani ya miliki yake ipo kwenye kusanyiko mahalia. Hii tawala ya kujitegemea ni kanisa kama jengo linajitegemea. Sasa miliki yake imo ndani ya kusanyiko mahalia, yani we mshiriki unapokuja ndipo kanisa linapata mamlaka ya kutawala. Hapa kuna kanuni, kuna miongozo ya kanisa ambayo inaongoza lile kanisa. Kwa ukiingia uingieje, ukitoka utokeje, ukiishi uishije, yani kanisa kama jengo linakutawala kanisa kama jengo. Yani kuna wakati mwingine unaweza ukawiwa, ukatoa uwanja wako, ule uwanja wako unapotoa kwa kanisa, maaskofu wakashahidi kwamba umetoa tayari. Sasa wakiamua kujenga wakaweka baa pale, wakiamua kuuza bangi pale, wakiamua kujenga ukumbi wowote, usioji. Ukioji hiyo haikuhusu kabisa, hautaoji.
Na ili usioji, liko jambo ambalo utakuja kunielewa tu. Haya, tawala ya 4. Tawala ya 4 inasema hivi: utawala wa kiuwakilishi, ambapo mamlaka ipo kwa washiriki wa kanisa, lakini wajibu wa kupanga na kuratibu umenaibishwa kwa ngazi zingine. Hapa utanielewa. Yaani ile mamlaka ya mshiriki, sawa, ni mamlaka ambayo anayo, sawa. Alafu ile mamlaka alionayo imeuzwa, yani ipo kwa mamlaka nyingine ambayo ni mamlaka ya kanisa, mamlaka ya kiaskofu na mamlaka ya kipapa. Kwa ushiriki wako pale umenaibishwa kwa mamlaka hizi 3. Yani umepokonywa mamlaka. Amebeba huyu kanisa, akabeba askofu, akabeba papa. Kwa hiyo mamlaka utakuwa una. Kanuni unayotumia wewe mshiriki, hasa ndo nataka nizungumze na wewe mshiriki, wewe pastor, wewe nani unayenisikiliza, nataka nizungumze na wewe. Mamlaka yako hiyo ambayo umepokonywa, ikanaibishwa kwa hawa wenzako hawa, sikiliza. Kanuni unayoitumia ni viapo. Hivyo ndio vinakuua. Unapoingia wewe kama mshiriki, unakutana na jengo linakuapisha kwamba je, utakubali kuendana na taratibu za kanisa? Unasema ndio na amina. Utakubali kutoa zaka? Unasema ndio nakubali. Je, utakubali kusaidia kanisa kuleta mwingine? Unasema nakubali. Siku ukifanya vitu vyako vyote ukawekeza kwa kanisa, utaoji lolote, maana ulisha hapa hivyo. Sasa nataka nikuulize swali. Mamlaka hizi nilizozitaja zote za kuongoza kanisa la Mungu, umeona uwepo wa Mungu mara? Maana umemwona papa, tawala ya kwanza, ukamwona askofu, tawala ya pili, ukaona kanisa kama jengo, tawala ya 3, ukaona mshiriki ambaye mamlaka yake imepokonywa. Umeonapo Mungu hapo? Na kuuliza, umeona Mungu hapo? Sasa nitafute tuzungumze. Sasa kama unataka ushahidi, wewe nitafute, tuzungumze, nikupe ushahidi wa maneno haya ambayo nimezungumza. Mimi nakuachia hiyo tafakari. Mungu akubariki na jina la Bwana litukuzwe. Asante sana.